Mechi tumemshukuru Mwenyezi Mungu, lakini upande wa tukio kiukweli, najivunia kuwa msemaji wa klabu ya Yanga. Najivunia kuwa msemaji wa klabu ya Yanga kwa sababu mara zote wana Yanga hawajaniangusha kwenye mipango ambayo tunaipanga. Leo mwitikio uliokuja KMC kwa ajili tu ya kutambulishwa mchezaji kwa kiingilio cha shilingi 2000, leo kumevunjwa rekodi ya attendance kwenye uwanja. Awali tuliprint ticket 6000 zikamalizika, na kwenye ticket kuna vile kama vichanja hivi na venyewe tukaviuza vikamalizika, na bado watu wakawa nje wengi, wakatuomba tusimame, hatuwezi kumisi moment. Tukazungumza na watu wa uwanja, usalama ulikuwa mkubwa sana, wakaruhusiwa watu wakasimama kwenye zile fence kule, watu wengine walikaa chini kule, wote wakajaa kwa ajili ya kuja kusupport tukio la klabu yao ya Yanga. Wote walilipa hela shilingi 2000 wakaja kuisupport klabu yao ya Yanga. Kwa hiyo cha kwanza na wapenda sana mashabiki wa Yanga, wameendelea kutuunga mkono, wameendelea kutuheshimisha, na limekuwa tukio kubwa la kihistoria. Leo imekuwa habari kubwa Morocco, imekuwa habari kubwa Misri, imekuwa habari kubwa Algeria, imekuwa habari kubwa sehemu kubwa Afrika kwa sababu ya usajili ambao tumekuja kuutambulisha na namna ambavyo tumeunveil tukio letu. Wonderful. Wow. Ni level ambazo kwa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla hakuna aliyekuwa na hiyo guts kwamba naweza nikaandaa event ya kumtambulisha mchezaji mmoja. Ni klabu tu huko unasikia Cristiano Ronaldo Real Madrid, Ricardo Kaká Real Madrid, Kylian Mbappe, juzi nafikiri mlimuona Mohamed Salah kule Uturuki. Ni klabu chache ndo zina uthubutu kwamba tunaweza tukaandaa tukio na pakawa hapana mpira wa kuchezwa. Yaani tu mtu anakuja kutambulishwa na watu wa enjoy. Kwa hiyo mimi washukuru sana wana Yanga, namba zimekuwa kubwa, tukio limekuwa juu, na tumefanya kitu ambacho kimekuwa na mafanikio makubwa na historia kubwa. Wote waliokuja hapa leo wameingia kwenye historia. Tukiwa tunakumbuka Aziz Ki alivyorudi Yanga, tutakumbuka pia utambulisho wake ulivyokuwa, tutalikumbuka ile tukio, tutakumbuka namna ambavyo Yanga isimamisha nchi kwa X Factor Stefan Aziz Ki kurudi nyumbani. Semaji mmemwaga rasmi Alan Okello kule Ruangwa, na hapa rais ametangaza kwamba mmefikia makubaliano ya kumuuza Starboy. Kwa namba zake za msimu uliopita watu wengi hawakutarajia kama mngeweza kumwachia. Kwa ngumu urahisi kiasi gani? Mmemuuza timu gani lakini pia? Unajua sasa issue za usajili niwafundishe kitu leo. Unapokuwa umemuuza mchezaji, haki ya kumtangaza mchezaji inakuwa kwa ile klabu iliyomnunua mchezaji. Sisi jukumu letu ni kumuaga. Anakwenda wapi ni exclusive ya klabu inayomnunua. Tukitangaza sisi, maana yake tunakwenda nje ya weledi wa kawaida kabisa kwenye mambo ya biashara ya mpira. Kwa hiyo leo tumetangaza kwamba tumemuuza Starboy Alan Okello, na tumemuuza kwa pesa ndefu kweli kweli. Kuna fedha ya kwanza ilikuja tukawaambia hapana. Ikaja fedha ya pili tukawaambia hapana. Ikaja fedha ya tatu, tukazungumza na technical bench, tukazungumza na mchezaji kwa maslahi ya pande zote mbili. Kile kibunda ilikuwa ngumu kukiacha. Ni kibunda ambacho nafikiri kwa miaka 10 hakujawahi kutokea dili kubwa kwa maana ya mchezaji kutoka Tanzania kuuzwa kwa kiwango ambacho Young Africans tumemuuza Starboy Alan Okello. Kwa hiyo tumtakia la kheri, japo wana Yanga wamemtumia message nyingi kweli kweli. Wameumia Starboy kuondoka. Sio kuumia tu, wananiambia kwamba hatuwezi kupiga tukio lingine tukamwaga Okello. Yaani wana Yanga wameniambia kwamba mwenyekiti, huyu Starboy katupa raha msimu uliopita. Leo tumefanya tukio juma ngapi leo? Jumamosi. Hapa Jumatatu hatuwezi tukaandaa tukio KMC hapa. Tukalipa vingine tukamwaga Starboy Alan Okello. Wengi wameniambia hivyo, lakini tumie fursa hii kuambia kwamba utaratibu wa timu wanaokwenda tiketi yake ni chap kwa haraka. Yaani ni kama ndoa hivi. Ukishakubali mahali ya mtu, share akishapiga goti mkiinuka, wanao hata ubwabu hawatakagi, watakondoka na mtu wao. Kwa hiyo jambo hilo halitawezekana. Tumeandaa namna nzuri ambayo Okello atatuaga kupitia social media, atapata nafasi ya kukusanyika kwa sababu safari yake ni haraka. Msimu unakaribia kuanza anapokwenda, kwa hiyo atakiwa aende akajiunge na timu yake haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo
tumemshukuru Starboy Alan Okello kwa mchango wake msimu uliopita, mchango mkubwa ambao ulisababishia timu yetu kupata matokeo, lakini maisha ya mpira yako hivyo siku zote, anaondoka mmoja anakuja mwingine. Ameondoka Alan Okello, amekuja Stefan Aziz Ki. Ameondoka Starboy, amekuja mwamba wa Wagadugu Master Ki. Kwa hiyo tumetoa Starboy, tumeingiza Master Ki. Maumivu yako pale pale. Kama kuna mtu alisema Okello huwa hafungi mechi kubwa, anayefunga mechi kubwa amekuja sasa. Walikuwa wanazungumza walikuwa wanachambua kwamba huyu Okello huyu anafunga tu mechi ndogo, mechi kubwa hafungi. Nitumie fursa hii kuwaambia wale wote mlikuwa mnachambua hilo jambo. Sasa Okello ameondoka, anayefunga mechi kubwa Master Ki mzigoni Oktoba inshallah. Bila shaka dili lake limefanikisha usajili wa Stefan Aziz Ki. Yes, ilikuwa ni hesabu tu rahisi za anado. Hela ambayo tumeipata, jamani, ni hela ndefu. Sisi tulipiga simu moja tu kwa wale wa Libya. Mnamtesa mtoto wetu, mnataka shingapi? Wakatikisika, tukawaambia tumeni akaunti yenu, kibunda kikaingia. Hela ambayo tumemnunua Stefan Aziz Ki kwa wale Tripoli ya Libya, kuna chenchi imebaki. Hiyo chenchi ukiipanga ni urefu wangu na inapita. Yaani mimi nisimame, alafu hicho kibunda kilichobakia chenchi kinakwenda juu zaidi. Mjue tumefanya biashara kubwa kwelikweli ya kumuuza Starboy Alan Okello, alafu tukaangalia sokoni tuna shingteni gani mwingine ambaye anaweza kuongeza thamani na akavaa viatu vya Starboy. Tukagundua kuna mtoto wetu wa nyumbani Master Ki, tukapiga simu moja, hela mfuko wa shati tukatoa hapa, tukaingiza hapa. Uzuri ni Waarabu wote tumehamisha tu kutoka Mwarabu huyu kwenda kwa Mwarabu huyu. Wa hadha salamu alaykum, watajua wenyewe. Chenchi yetu imebaki na hiyo chenchi iliyobaki ndio engineer akasema kuna wewe anachenga chenga, tunafiatua mwingine ndio hivyo tu, lakini tulikuwa tunafiatua mwingine. Sasa kama engineer kasema pale kuna chenga na atamrudia, kwa maana yake mimi siwezi kuwa exclusive. Uzuri ni kwamba dirisha tumelifunga leo, dirisha hili kubwa tumelifunga kwa mchezaji ambaye tumemtambulisha leo. Mengine ni dirisha dogo, tutamrudia dirisha dogo. Amwachi, tutamrudia dirisha dogo kwa mahitaji ya timu. Mwalimu katuambia huyu mtafuteni dirisha dogo aje. Kwa hiyo ametuchenga mwishoni hapa, lakini inshallah Mungu atujalie uhai, dirisha dogo tutamrudia. Injinia hajawahi kushindwa jambo, akilidhamiria analifanyaje. Ni kama mmewahi nyewe kumpata X Factor wenu kuliko wenzenu kule, bado mambo magumu. Wamempata pia wakwao. Yupi? Sisi tumempata X Factor Stefan Aziz Ki, na wamempata X Factor wa mashujaa nani? Ismail Mgunda. Msidogoshe local player, msiwadogoshe washambuliaji wazawa. Kumbe ndio X Factor wao. Yes. Hawajasema. Mimi nawasemea kwa sababu tukisubiri waseme watakuja kupigana usiku huu. Stefan Aziz Ki na nyie wa kwenu Ismail Mgunda, teka la boli, teka refu, teka lenye upala, na nyie ni X Factor wenu. Maisha yameisha leo. Kazi itakuwepo kati yake na Shashamani. Huyu akifunga Shashamani. Wakati half time tunakwenda. Unajua kuna baadhi, na hii niweke vizuri. Kuna baadhi ya, sisemi kama ni wachambuzi, nitakuwa nakosea heshima tasnia ya uchambuzi. Kuna baadhi ya influencer wa mitandao wa kimpira. Hawa hawapo kwenye level ya uchambuzi. Kuna wachambuzi wanafanya kazi nzuri ya kuchambua mpira. Kuna watu ni influential kwenye mitandao ya kijamii. Wakachukua ile chance aliyokosa Peter Shalulile, wakaifanya kama sehemu ya kummoka. Wakati kwa mtu anayejua mpira, ile chance ilikuwa ngumu sana kufunga, sababu mpira ulipigwa na speed na ukupigwa chini, ulipigwa mpira wa sehemu ya kiuno. Kwa namna mpira ulivyokuwa na move ya tukio, kwa mtu anayejua mpira aweza akasema bana hii tumlaumu. Mimi kwa sababu ni kikundi cha watu ambacho kinaokota kila baada ya mwezi. Kile kinajaribu kumfananisha Lulile na Zekalao na Dumbia. Akikosa Dumbia sawa Shasha. Ndio maana sisi tunafurahia kwa sababu the more wanamfanisha Lulile na Dumbia, ndio the more maisha ya Dumbia Tanzania yanakuwa mazuri. Ndio the more anabaki striker la boli. Kwa hiyo sisi kama wana Yanga tunawaomba pia Simba Sports wamtunze Dumbia ili aendelee kushindana na Shalulile. Na kwa nini unamtetea? Si mtetei, ni striker mzuri. Striker ana mikimbio, ana miguu mirefu, move kama ile guu lake akinyosha ni kamba hiyo. Nilikuwa nimelewa, sikutazama vizuri. Kama juzi nilisema JB anaweza akamzidi Shalulile.
nilikuwa nimelewa. Wana Yanga wanisamee, Watanzania wanisamee. Dumbia ni another level. Ni water striker. Water taker. Yaani kwa ile miguu ikipigwa tu cross. Sasa hivi niko timamu. Hapo unaongea kama Ali sasa. Na daraja bila ukocha. Yule kwa miguu yake. Yaani libasi aweke tu mpira. Yeye atagusa tu kama. Kwa mvumilii wampe muda. Kama sisi tunavumia Shaluli na wampe muda atafunga tu. Wakikosa hapa si inakuja Ramadhani. Kwamba atafunga mwezi mtukufu. Mmesema kwa Shalulile mtaruka sana. Na alhamdulillah tunaendelea kuruka. Unajua kuna kitu kimoja niwafundishe leo kuhusu Shalulile. Kwanza ni kiongozi. Namba 2 sio striker ambaye atakosa nafasi moja alafu akate tamaa. Atarudi tena na tena. Tena na tena. Atapambana kwa kisha timu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo we are very proud na pira Shalulile na tunaamini atakuwa na mwendelezo wa kufunga zaidi. Mechi iliyopita kwenye dabi kuna watu kama walimzungumzia kwa mashaka Hussein Zakwani. Leo wameona booster ilipofunguliwa. Sisi kila muda tunazidi kwenda mbele. Players wetu wanazidi kuchanganya. Kuna muda mtakuja kumuona Fred Ngoma hapa aikamata midfield, mtakuja kumuona Magician Chuga Boy akirudi. Kwa hiyo the more tunakwenda mechi inazidi kwenda mbele, tutazidi kuifungua timu yetu. Mechi ijayo za nani na Coast ndio itakuwa hapa Mmehamia KMC tumesi. Yes, ni wapi sio tetesi. Ni rasmi michezo yote ya Yanga ya ligi kuu na michezo ya kombe la shirikisho la CRDB tutaicheza hapa kwenye uwanja wetu wa KMC Complex. Ni uwanja wetu kwa sababu uwanja mpaka sasa hivi mwenye timu hajulikani yuko wapi. Kwa hiyo ni kimamlaka kiumiliki kwenye hati ni uwanja wa KMC. Lakini kimamlaka ni uwanja wa Yanga. Kwa hiyo ni uwanja wetu wa nyumbani. Wana Yanga muwe huru, mkipita nje pale pigeni picha, mpo kwenye dimba lenu. Mechi nafikiri tarehe 20, nafikiri sina ratiba vizuri. Tutakuja hapa na hiyo siku tutakuwa na wachezaji wetu wote. Selemani Mwalimu atakuwepo hapa, Stefano Ziki atakuwepo hapa na Clement Mzize tarehe 20 bado. Mzize anarudi mwezi wa 10. Yeye na Dickson Job inshallah. Semaji tunamaliza kwa kumzungumzia Casemiro. Mwalimu amepata nafasi ya kumpa. Yes, kwanza niwapongeze TFF na bodi ya ligi kwa kanuni walioitengeneza. Kanuni iliyowekwa ni kwamba wachezaji wote wa under 20 wanatakiwa wacheze asilimia ngapi? 10 ya mchezo husika. Kwa mechi ikiwa dakika 90, asilimia 10 dakika ngapi? 9. Kwa hiyo wachezaji wote wanatakiwa wacheze dakika 9 kutoka under 20. Lakini sisi kwa quality ambayo tuko nayo, tuna mchezaji kama Casemiro amecheza zaidi ya dakika 50. Hiyo ni quality. Tuna under 20 anaitwa Chuga. Anaweza kupiga 90 minutes. Umeelewa? Tuna under 20 mwingine anaitwa Mihambo. Anaweza kupiga Ninju, tumemtoa kwa mkopo. Taarifa yake tutakuja kuwatangazia. Kinafikiri leo dirisha ikifungwa tutapost taarifa ya wachezaji wote tuliowauza, tuliowatoa kwa mkopo na ambao tumemaliza nao mikataba. Kwa hiyo sisi tuna wachezaji vijana ambao wanaweza kucheza zaidi ya dakika 9. Kwa hiyo tupongeze bodi kwa kanuni hiyo. Hawa vijana wanatakiwa wapewe confidence akucheza vizuri mechi ya Yanga Day, lakini leo kapewa nafasi kaperform kwenye viwango vikubwa. Mechi ya kwanza away what a performance. Kwa hiyo tunaamini mechi ijayo anaweza kapewa Chuga, anaweza kapewa Mihambo. Lengo ni kuhakikisha vijana hawa wanaonekana na wanakuwa kwenye nafasi nzuri ya kufanikiwa. Bana, asante.